Na mtazamaji, hujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Millicent Randa. Karibu. Kampuni ya usafiri ya Nico Movers Limited imeendelea na shughuli zake za kawaida licha mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama wa barabarani nchini NTSA kusitisha operesheni zake kufuatia kifo cha mwanafunzi wa chuo cha Kenya Medical Training College yani KMTC Eugene Mutuku. Mutuku anadaiwa kutupwa nje ya basi lilokuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi baada ya mvutano wa nauli ya shilingi 20. Dereva na kondakta wa basi hilo wanahusishwa na tukio hilo wametoweka baada ya kuzima simu zao. Lennox Sengre anatuarifu zaidi. Ilikuwa shughuli kama kawaida kwa mabasi ya Nico Movers, huku mabasi hayo yakisafirisha abiria kama kawaida licha ya agizo la NTSA kusitisha shughuli za kampuni hiyo kufuatia kifo cha Eugene Mutuku, mwanafunzi wa KMTC katika barabara ya Thika Road. Mutuku alinaswa kwenye video akitupwa kutoka kwenye basi lenye nambari la usajili KDV 713J baada ya kudaiwa kushindwa kulipa nyongeza ya nauli ya shilingi 20. Siku moja baada ya NTSA kutangaza kusitishwa kwa leseni ya uendeshaji ya Nico Movers, agizo hilo lilionekana kutokuwa na uzito wowote, huku mabasi ya kampuni hiyo yakiendelea kutoa huduma kama kawaida. Uchunguzi kuhusu kifo cha Mutuku unaendelea, huku maafisa wa idara ya upelelezi wa jinai DCI wakiwasaka dereva na kondakta wa basi hilo. Kulingana na makachero, washukiwa hao waliotambuliwa kama Otieno na Karumba walizima simu zao za mkononi muda mfupi tu baada ya tukio hilo, na tangu wakati huo wamekuwa mafichoni. Mutuku anatarajiwa kuzikwa wiki ijayo, huku wahusika wakuu wakisalia huru. Lennox Sengre, runinga ya KTN. Kwingineko ni kwamba familia moja